Akaenda Abdullah ibn Zaid mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, ya Rasulullah, kuna ndoto nimeota, nataka nikueleze na nataka unipe maana yake. Akamweleza ndoto kwamba aliona watu na walikuwa na kengele, wakasema ni muzia. Akamweleza kisa yote mpaka adhana akamweleza na iqama akamweleza. Ar-Rasul akafurahi, akasema, innaha ruya haqqun insha Allah, hii ni ndoto ya haki imetoka kutoka Mwenyezi Mungu, na wale wawili uliowaota ni malaika wametumwa, kwa hivyo hatutumii tena kengele. Akamuuliza Abdullah ibn Zaid, bado wakumbuka maneno ulioambiwa katika ndoto? Akamwambia, naam, nakumbuka. Akamwambia, mualqiha ala Bilal fa innahu anda minka sautan, mweleze Bilal, kwa hakika ana sauti ya juu zaidi. Hasa na kweli wafanana na Bilal, mashaallah. Njoo karibu shekhi. Sasa shikilia, njoo karibu shekhi. Hasa kama shekhi yuadhini, akamwambia, waweza kumnongozea kwa masikio? Akamwambia, naam, naweza. Hasa akamwambia, mfundishe. Ashika, sema Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, 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 ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sababu ya Rasul kumchagua Bilal, alisema fa innahu anda minka sautan, ana sauti ya juu na sauti ya kuvutia zaidi. Kwa hivyo dhalika fadlullah yuti man yasha, na sura pia ni kama za Bilal, mashaallah. Allahumma barik, Allahumma barik. Kwa hivyo hii ndio ilivyokuwa. Hasa Umar radhiyallahu anhu jaa wa huwa yajurru thiyaba, akaja kama abeba nguo yake akimbia, akasema, ya Rasulullah, hii ni nini? Akamweleza, hii ni fikra iliyotoka kutoka Abdullah ibn Zaid, na fikra hii imetoka radhiyallahu anhu baada ya kuota. Akamweleza yote. Umar radhiyallahu anhu akasema, wallahi nimeota vile vile alivyoota. Ya subhanallah. Ar-Rasul akafurahi akasema, innaha ruya haqqun insha Allah, hii ni ndoto ya haki. Kwa hivyo hii ndoto, wajua wengine waweza kusema namnongozea Sheikh na mtoa majini na mashetani. Ya subhanallah. Wajua mtu akiwa na mapepo anaadhiniwa kwa masikio, lakini namfundisha na simfundishi, yani nilitaka kudemonstrate vile alivyofanya Abdullah ibn Zaid. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, ndoto ina umuhimu katika dini yetu, lakini ndoto hii huwa ni tofauti kulingana na watu. Mimi naweza kuota jambo na mwenzangu akaota hilo hilo jambo, lakini haimaanishi tafsiri yake ni sawa. Sijui kama inaeleweka. Takupa mfano. Katika wema waliotangulia kulikuwa na msomi mmoja ambaye Allah alimfungulia ufahamu wa kufasiri ndoto. Naam, Sheikh amjua, aitwa Ibn Sirin rahmatullahi alayhi. Alikuwa na elimu ambaye Allah alimfungulia ya kufasiri ndoto. Akajiwa na watu wawili walioota ndoto moja.
Akaja mmoja akasema, ya Ibn Sirin, mimi nimeota na adhini. Wa pili akaja akasema, ya Ibn Sirin, na mimi pia nimeota na adhini. Akamwambia wa kwanza, wewe utaenda haji. Akamwambia, wewe ni mwizi, utakatwa mkono. Ya subhanallah. Akaulizwa, kwa nini umefasiri hivyo? Akasema maneno haya, qala atahu rajulan kullu wahidin minha yadhkuru annahu ra'a fi al-manami annahu yu'adhdhin faqala lil-awwal anta tahujj wa qala lil-akhar anta tasriqu fatuqta' yadak faqila lahu kayfa dhalik, mbona ndoto na ina moja wafasiri? Qala ra'aytu 'ala al-awwal 'alamat as-salah fata'awwaltu qawla Allah ta'ala wa'adhdhin fi an-nas bil-hajj fahadha yahujj wa ra'aytu 'ala ath-thani 'alamat al-khubuth wal-fujur والعياذ بالله فأولت قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Akasema huyu wa kwanza alikuja, nimeona alama za khairi na mtu wa khairi na mtu wa taa na mtu wa ibada, akiwa yuadhini, nikafasiri maneno ya Mwenyezi Mungu, wa adhin fi nnasi bil hajj, alipoambiwa Nabii Ibrahim, waite watu, hayya ala alhajj, hayya ala alhajj. Nabii Ibrahim aambiwa, simama juu ya jabali, waite watu, njooni ala alhajj. Akasema Nabii Ibrahim, ya Allah, hakuna mtu atanisikia. Akaambia, wewe sema alaina albalagh, sisi tutafikisha. Na naam, Allah alitufikishia. Ndio maana tukienda haji tutasema labbaik, tumekuitikia ya Allah, kwa sababu ya mwito wa Nabii Ibrahim. Maadamu huyu aliota yuadhini, basi yeye enda haji. Amma thani au amma al-akhar, ama huyu wa pili, raaitu fi alamatul khubuth wal fujur, nimeona katika uso wake uso wa shari na machafu na maovu wa maasi. Nikafasiri maneno ya Mwenyezi Mungu pindi Nabii Yusuf alayhi salam alipotangazia watu na kutoa mwito ya kwamba baina yenu kuna mwizi. Akaambia, na huyu basi atakuwa mwizi na atakatwa mkono. Kwa hivyo ndoto ni moja, tafsiri ni mbili, na yote ni kulingana na aliyeota. Nafikiri imefahamika. Nukta nyingine muhimu kuhusiana na ndoto, ndoto ni aina ya wahi, ni aina ya wahi. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. Ndoto anayeota mtu mwema ni ndoto ambayo mmoja wenu aona moja katika aina ya wahi 46 katika khairi ambayo niliyobahatika kupata katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna msomi mkubwa wa hadithi ajulikana kama Sheikh Al-Allama Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, babake Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr, Mwenyezi Mungu ampe mwisho mwema. Na watu wote waliotoka Madina wanamjua, na tulibahatika kukaa chini yake kusoma hadithi. Sheikh amjua, na watu wa Madina wako wapi bwana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na sote Allah tujalie tuweze kwenda Maka na Madina kwa ibada ya haja na umra. Hasa huyu Sheikh msomi ni msomi mkubwa wa hadithi. Nakumbuka aliposherehesha hadithi hii asema inachokusudiwa kwamba wahi au utume umegawanyika sehemu 46, inarudia miaka aliyokuwa ametumilizwa Mtume Muhammad kama mtume. Miaka mingapi alikuwa Maka? 13. Na miaka mingapi alikuwa Madina? Yote ni ngapi? 23 mara 2 46. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochaguliwa kuwa mtume aliandaliwa kisaikolojia.
miezi 6 ya kwanza kabla Jibril hajakuja, miezi 6 ya kwanza. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala usiku akiota, asubuhi kafalaq as-subh, vile vile alivyoona usingizi yatokezea vile vile. Hasa ikawa Ar-Rasul ashangaa, mbona niko hivi? Kwa lugha ya Kiingereza kuna kitu inaitwa deja vu. Mwashai kusikia deja vu? Deja vu ni kitu waota au ni jambo washuhudia, wasema hii siku kamba inajirudia tena. Sijui kama mshaona. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa deja vu. Kumbe hii siku ushawahi kuota. Na subhanallah, nimekuja Burundi, niliota kwamba nitakuja Burundi. Wa Rabbi, jana kulikuwa na tukio, nasema mbona hii inatokezea hivi? Nikakumbuka niliota hivyo. Na sisemi mimi ni mtume. Lakini hii ni jambo ambalo hutokezea katika maisha ya wanadamu. Hata makafiri huwapata. Hii julikana kwa lugha ya Kiingereza kama deja vu. Hasa hii inapojirudia kila saa, waona kwamba hii siku inarudia vile vile, ni kwamba uliwahi kuota siku kama hii. Watukufu waumini, miezi 6, sehemu moja ya 46 ya utume, bila kukosea, alikuwa akilala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiota asubuhi vile vile alivyoota yatokezea, kwa muda mfululizo miezi 6. Ar-Rasul akajua kwamba hapa si jambo la kawaida. Kwa hivyo mtu asiwe ni mwenye kusema uongo, nimeota kitu ile hali hajaota. Ni katika makosa na madhambi makubwa, kwa sababu ndoto ni aina ya utume. Na mmoja wenu anapokuwa ni mwenye kusema uongo, nimeota kitu fulani, ili hali hajaota, abeba madhambi makubwa. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihilmin lam yarah kullifa an ya'qida baina sha'iratayn wa lan yaf'al. Hadith rawahu al-Bukhari. Yeyote ambaye atakayedai ameota kitu ili hali hajaota, basi itakapofika siku ya Kiyama ataambiwa chukua shaira. Shaira ni ngano, sha'iratain, ngano 2 uziunganishe ziwe moja. Utaweza kuifanya iwe moja? Haiwezekani. Kumaanisha ni challenge ambayo utafeli na itakuwa sababu ya wewe kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu asidai katika maisha yake nimeota kitu ili hali hajaota, ni katika madhambi makubwa, kabair dhunub. Watukufu wa Islamu, maadamu tumejua ndoto tunayoota ni aina ya utume, hii haijaisha na zama za mtume, inaendelea ndoto hii kuja, hasatan kwa waumini ambao wana tabia ya kusema ukweli. Asema sallallahu alaihi wasallam, asdaqun nasi ru'ya asdaquhum haditha. Yule mtu ambaye ndoto yake huwa ya ukweli vile vile ni yule ambaye anayekuwa mkweli katika matamshi yake, hajui kusema uongo. Hasa hii ndoto bado ipo kwa waumini na itaendelea kuwa mpaka qiyamus saa, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat, hakuna utume utakaobakia isipokuwa ni bishara ambayo inayopatikana katika maisha ya waumini. Akasema sallallahu alaihi wasallam, inna ar-risalata wan-nubuwwati qad inqata' au qad inqata'at fala nubuwwata ba'di. Utume na ujumbe kutumwa na Mwenyezi Mungu kwa waja wake imeisha, hakuna wahi yashuka tena. Fala nubuwwata ba'di, na hakuna utume baada kwangu. Fashaqqa dhalika ala nas, watu wakasema hakuna mtume baada Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin au khatimul anbiya, na hakuna Qur'ani inashuka wahi mwisho ni hii. Akaambia naam,
Jamaa waliokuwa pale masahaba wakahuzunika, kisha Rasul akawapatia bishara, lakini almubashirat, kutakuwa na bishara za wajia nyinyi. Faqalu, wakasema ya Rasulullah, wama almubashirat, wakusudia nini hizi bishara? Akasema sallallahu alayhi wasallam, ru'ya almuslim wa hiya juz'un min ajza'i nubuwah, ni ndoto za bishara mumin hupata katika usingizi wake anapolala, na hii ni katika bishara. Akafasiri maneno ya Mwenyezi Mungu, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, kuna bishara waumini hupewa kutoka Mwenyezi Mungu duniani na akhira. Akhira tushajua hizo bishara. Dunia, bishara inayokusudiwa katika aya hii nini? Qalu ar-ru'ya salihah yaraha muslimu au tura lahu, ni ndoto nzuri anayeona Muislamu inayomhusu, ama ndoto Muislamu mwenzake yuaona kuhusiana naye. Jana nilikuota hivi na hivi, yuambashiria ndoto aliona kuhusiana naye. Hii ndo bushra fil hayati dunya. Kwa hivyo hii bishara ipo bado, hii bishara ipo bado. Nafikiri nukta hii imefahamika. Tuje katika nukta muhimu, aina ya tatu za ndoto. Unapoota ndoto ni aina tatu. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna ar-ru'ya thalath, ndoto unayoota ni aina tatu. Minha ahawilun min ash-shaytani liyahzuna bihi ibn adam, moja ni vitimbi na mambo ya kutishia na mambo ya kuhuzunisha. Shetani humshawishi muumini katika usingizi ili akose raha na apate huzuni. Na shetani, katika mambo ambayo shetani yafurahia ni wewe ukose raha na uwe na huzuni. Ar-Rasul atueleza sallallahu alayhi wasallam, na kabla hapo Mwenyezi Mungu ametueleza katika suratul Mujadala, innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu. Hamu kubwa shetani ni ukose raha, kwa sababu asema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, hakuna ghanima. Mwajua ghanima sio? Hakuna ngawira. Mwajua ngawira sio? Hakuna jambo ambalo yalirukia na kulipokea shetani na kufurahia kama apate roho ya muumini iliyojaa huzuni, kwa sababu atamchezea anavyotaka, atamchezea anavyotaka. Msiba unakupata, atakuchezea vizuri, atakurusha kama mpira inavyorushwa, mpira inavyopepetwa kwa miguu, atakuchezea vitu viwili, labda ni mibabil faida. Hali mbili mwanadamu akiwa ndani yake, hali mbili mwanadamu akiwa ndani yake, amempatia fursa shetani kumchezea anavyotaka. Mshaona remote ya TV sio? Anayekuwa ni mwenye kuangalia TV na ana remote kwa mkono wake, hubadilisha anavyotaka sio? Na hupeleka anavyotaka sio? Hali mbili ukiwa ndani yake, wewe ni remote katika mkono wa shetani, ya kupeleka anavyotaka. Hali ya kwanza ni hali ya huzuni. Unapokuwa na huzuni, shetani umempatia fursa, anakukontrol na kukufanya anavyotaka. Hali ya pili ulama wanasema ni hali ya ghadhabu. Unapokuwa na hasira ajabu, basi umempatia shetani fursa akurusha anavyotaka. Hasa katika mbinu shetani hutumia ili uwe na huzuni, ili ukose raha, ili apate fursa ya kukuchezea anavyotaka moyo wako unapokuwa na huzuni, ni kwamba unapolala yakuletea ndoto mbaya mbaya. Na sababu ya kuletea hizi ndoto mbaya, ili ukiamka ukose raha. Ni adui ambaye uadui wake uko wazi. Ash-shaytan, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ni adui, ni adui. Usimfanye rafiki, bali na nyinyi pia mfanyeni adui. Kwa hivyo baadhi ya ndoto unayoota
yanayokupa huzuni ni ndoto kutoka shetani. Waona mtu ameamka hana raha, washangaa neema aliyokuwa nazo, lakini kumbe alipata mgeni alipokuwa ndani ya usingizi, na ni shetani amemletea mambo yenye kumkosesha raha. Na nitawaeleza, ukiona ndoto aina hii, kuna mwongozo Mtume ametupatia ili usidhurike. Mko tayari kupokea? Hasa tumesema ndoto aina ngapi? Nitawaeleza namna ya kudili na ndoto ya shetani. Aina ya pili ya ndoto, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ru'ya thalath minha ahawilu min ash-shaytani liyahzuna biha ibn adam wa minha ma yahumu bihi ar-rajulu fi yaqadati. La pili ni mambo ambayo yanakuhusu wewe unapokuwa macho mchana. Yani kuna aina ya shughuli wafanya inakushughulisha akili na wakati wako mpaka usiku waota hiyo shughuli.